Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Natumai unaendelea vizuri. Leo niko mbele zako na mahojiano mafupi na mtumishi wa Bwana kwa habari ya maono ambayo Mungu ameachilia ndani yake katika kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa. Tunajua ya kwamba asilimia kubwa ya watu huaga wanafanya hii kitu, lakini mtumishi wa Bwana amekuja kufanya katika namna ya ajabu. Tunaona wengine wakiwa wanafanya, wanakusanyana, wanakunywa pombe, mwingine anaenda ananunua wanawake, wengine wanafanya vitu vingi ambavyo kimsingi sio vizuri. Lakini hii imekuja kuwa tofauti sana kwa mtumishi wa Bwana. Katika siku ya kumbukizi yake akaona kwamba ni nzuri na ni vyema kama tukiingia mtaani tukahubiri habari za Yesu Kristo, watu wapate kuokoka, watu wapate kumrudia Mungu, watu wapate kufikiria toba. Nilivyoona maono haya nikaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kama mimi na wewe tukija tukakifahamu kinaweza kikatujenga, lakini pia kikatengeneza hamasa na sisi wakati mwingine kama Mungu akitupatia fursa ya kusherekea na kukumbuka kumbukizi za siku zetu za kuzaliwa, tukaweza kufanya vitu ambavyo ni potential kwa jamii na kwa maisha ya mtu. Kwa hiyo niko hapa na mtumishi wa Bwana, tunaweza tukasikia moja mbili tatu ilikuwaje hadi akafikia uamuzi wa kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Amina, amina, mtumishi wa Yesu. Unaendeleaje baba? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri kabisa. Na nimefurahi kukutana na wewe na kujumuika na wewe kwa wakati huu. Asante sana. Mimi nilipata wakati mgumu kwa uzuri nilipopata habari ya kwamba umejiandaa kusherehekea kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa. Lakini mkakati ambao ulikuwa nyuma katika kumbukizi hiyo ikawa ni habari ya kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, watu wapate kumjua Yesu. Kwa kweli kwanza hongera. Asante sana. Ubarikiwe sana. Ni jambo ambalo zuri na kwa kweli limekuwa baraka. Mimi nilikuwa natamani kujua kitu kimoja. Ndio. Hivi ilikuwa vipi, ilikuwaje hadi likaja wazo la kusema kwamba siku ambayo nitakuwa na kumbukizi ya kuzaliwa mimi nitaingia mtaani nihubiri habari njema? Ilikuwaje? Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa niseme tu kwamba namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya pekee ambayo ameitoa kwangu na mpaka kuwepo siku hii hapa ya leo, kwa sababu najua tunapozungumzia kumbukizi ya siku ya kuzaliwa hatuzungumzii tu kumbukizi ya kuzaliwa kwa mwili au kumbukizi ya kuzaliwa kwa nini, ila tunazungumzia kumbukizi pia ya kuzaliwa kwa purpose au kusudi ya Mungu ambalo Mungu analiweka ndani. Kwa sababu Mungu alipokuwa anaruhusu wewe uwepo duniani au mimi niwepo duniani, itimisi kabisa kwamba kuna kitu aliona kabisa kwamba huyu mwanangu ninakiweka ndani yake, inabidi aende akakifanya duniani. Unaona? Sasa mimi ninapokuwa najaribu kufikiria, mara nyingi nihuaga nawaza, mimi binafsi nilikuwa sio muumini wa kusherekea sana kwenye hizi siku. Kwa mfano siku ya kuzaliwa nilikuwa sipendi kusherekea sana kabisa. Lakini ninapojaribu kufikiria nyuma ilikotokea, nikifikiria ilikuweje mpaka nikazaliwa, nikifikiria mapito ya hapa katikati mpaka nafika siku ya leo, ndo nikajua kwamba kumbe kuna kitu ambacho kuna wakati mwingine hautakiwi tu kuishia kumshukuru Mungu kwa maneno, au hatakiwi kukichukulia poa au kukichukulia kawaida, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu aliruhusu kizaliwe kwako. Kwanza kabisa ni kwamba ipo hivi, mimi binafsi kwenye maisha yangu nilikuwa sijui kabisa kwamba kwa nini Mungu ameruhusu nizaliwe, lakini nimekuja kujua hilo kwamba Mungu aliruhusu mimi nizaliwe baada ya Mungu kunikumbusha baadhi ya mapito ya nyuma. Ndipo nikaona kwamba kumbe baada ya mimi Mungu ameruhusu mimi nizaliwe, kwa hiyo kumbe mimi kuzaliwa kwangu sio bahati mbaya, ila ni kusudi la Mungu. Je, hilo kusudi la Mungu ni lipi? Kusudi la Mungu ambalo ameliachilia, mimi ndo nikajua kwamba kumbe ndani yake kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Tungekuwa na uwezo labda wa kuandaa tamasha la kwamba watu wakamtukuza Mungu, wakasifu na kuabudu. Tungekuwa na uwezo wa kufanya kitu kingine ambacho ni chochote kile, lakini kitu cha kwanza kabisa ambacho Mungu amekiweka ndani na kikapiga kelele kwa habari ya Injili.
ambapo nikapata mzigo. Kwa mara ya kwanza kabisa nilipata mzigo kwamba kitu ambacho naweza nikakifanya ni kuandaa mkutano wa Injili. Nilifikiria kwamba ukawa ni mkutano wa Injili wa wiki nzima, alafu ile siku ya mwisho tunakuwa tuna celebrate kwamba Mungu asante kwa sababu uliruhusu kusudi hili lizaliwe. Kwa sababu ninapozungumzia kuzaliwa, labda mfano kwa Bwana Nzunda ambaye ni mimi hapa, hatuzungumzii kuzaliwa kwa Nzunda tu huyu wa nje, ila tunazungumzia pia, maana hapo ndipo kusudi la Nzunda lilipotokea. Okay, ndio nikukatishe kidogo. Ndio kwamba hapa kuna point umesema kwamba tunapokuwa tunazungumzia kuzaliwa hatuzungumzii kuzaliwa tu kwa nje. Sasa kuna mtu hapa anaweza akawa anasikia tu hiyo habari kwamba kuzaliwa kwa nje, maana yake kuna kuzaliwa kwa ndani. Hiyo mambo imekaaje? Karibu. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Unajua mtu yeyote yule kabla hajazaliwa, ukifuatilia hata habari za Yesu, wakati Yesu anataka kuzaliwa, maana yake ni kwamba unabii ulitolewa kwanza. Maana yake rohoni tayari kuna kitu ambacho kilikuwa kimeshatengenezeka kwamba atatokea mtu aina fulani. Hasa vile ambavyo ukifuatilia historia ya Yesu wakati anazaliwa, ndivyo hata sisi wanadamu huwa tunazaliwa hivyo, kwamba Mungu anatengeneza sasa ukurasa kwamba hapa atabidi atokee labda mwanangu fulani, ambaye huyu mwanangu atakuwa labda ni mchungaji, atakuwa ni nabii, atakuwa ni shemasi, atakuwa na huduma fulani, mwinjilisti, anapenda kitu fulani. Kwa anaitengeneza kwanza ile structure ya ndani, alafu baada ya hapo ndio anatafuta kwamba mimi huyu mwanangu ninamwasilisha kwa njia gani. Kwa hapo ndipo anatafuta wanadamu ambao atawasilisha kwao, ambao ndio wazazi wako. Ndio maana nasema mama yake wazazi wetu wanatumika kama sehemu ya kusudi la Mungu ili kutuleta sisi tukasimama kuzeneza habari za Yesu, kama vile ambavyo Mariamu na yule Yusufu walikuwa ni sehemu ya baraka katika kuzaliwa kwa Yesu, na mwisho wa siku wakasimama kusaidia Yesu atimize kusudi lake ambalo lilikuwa limemfanya azaliwe kimwili, ingawa tayari rohoni alikuwa amesha exist tayari. Sasa mtumishi wa Bwana, hivi unaweza ukasema kwa sababu kungelikuwa na option nyingi za kufanya kwamba ungeweza hata kufanya vitu vingine, lakini hadi kuchukua option ya kusema kwamba mimi nitahubiri habari njema, maana yake actually kuna kitu ambacho Mungu, huyu Yesu ambaye uliamua kwenda kuhubiri, kuna kitu ambacho amekufanyia, ambacho kwa hicho kaona kwamba kwa namna ambavyo amefanya huyu, na mimi kama nikienda nikahubiri, nadhani nitakuwa naendelea kumshukuru. Hivi ni kitu naweza kushirikisha hicho kitu ambacho Mungu amekufanyia? Kwa kweli naweza nikasema vitu vipo, lakini moja kati ya kitu ambacho ni kikubwa sana ambacho namshukuru Mungu kwa hicho ni zawadi ya wokovu. Kwa sababu katika hii zawadi ya wokovu, mimi sijazaliwa nikiwa nimeokoka, ila zawadi ya wokovu, baada ya Yesu kunipa zawadi ya wokovu, ndipo nilipojuaga kwamba maisha ni Injili, na bila Injili sina maisha. Kwa baada ya hapo nikaanza kutambua kwamba mimi maisha yangu yote natakiwa yawe nini? Ni Injili. Katika harakati za kuzaliwa kwangu, mimi nilizaliwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni familia ambazo hazimjui Mungu. Unaona? Nilikuwa familia ambazo hazimjui Mungu. Kwa baada ya kuzaliwa, katika ile harakati ya kutembea, nikikumbuka tu the way nilivyookolewa, na wazaga kwamba kama Mungu asingeniokoa, maana yake nisingeweza kufanya kitu chochote kile, au nisingekuwepo kwenye kusudi lolote lile ambalo mimi ningesimama na nikaweza kufanya kumtukuza Mungu. Unaona? Kwa hiyo baada mimi tu ya kuokolewa kwanza, ndio najua kabisa kwamba nikifikiria sasa, naona kwamba kama mimi Mungu aliniokoa kwenye yale mazingira blaza, ambapo nilikuwa ni kijana mdogo, lakini tayari nilikuwa nimeshaanza kufahamu vitu vingi ambavyo vinaendelea duniani ambavyo ni vibaya, wakati mwingine ni vitu ambavyo vinaweza kuua, vina mambo magumu, lakini nikavijua. Kwa hivyo vitu ndivyo vinavyonifanya niweze kufanya kumshukuru Mungu, lakini nikaona kwamba ni sehemu ya Mungu kuruhusu kwamba mimi niwepo na nikaendelea kuexist na kuyatimiza mapenzi yake kwa namna hii ya Injili. Na wengine pia wakapata kuokolewa. Ndio. Hivi ni jambo zuri, na hapa kwa kweli tumeweza kusikia kwamba anasema kwamba kitu kikubwa ambacho kinamfanya aingie mtaani kwa ajili ya kuambia watu habari njema ni kwamba zawadi ya wokovu, zawadi ambayo Mungu amempatia wokovu, ule wokovu. Kwa hiyo sasa wewe unaweza kuwa hapo kijana mwenzangu, na wewe pia umeokolewa kama kijana hapa Inuila Nzunda, kama ambavyo Mungu amemuokoa. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa, unafanya nini? Wewe unafanya nini? Ni kipi ambacho unatenda?
ngoja tumalizie na mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana, ndio, una jambo gani la kuambia vijana ambao na wenyewe wameokolewa na wengine walikuwa katika mazingira hatarishi kabisa, lakini neema ya Mungu ikawa juu yao, wakapata neema hiyo, wameokoka, lakini wakiwa wana celebrate siku zao za kuzaliwa, wana celebrate tu normal tu, kama vile hakuna kitu kikubwa kilichofanyika kwao? Una neno gani la kuambia? Neno ambalo naweza nikasema ni kwamba katika namna yoyote ile ambayo Mungu atakupa, yani aidha unafanya uimbaji, unafanya biashara, unafanya nini, madamu tu umeshabahatika kumjua Yesu, lazima hicho kitu unachokifanya kiwe ni sehemu ya kumhubiri Mungu. Unaona? Kwa sababu kuna watu ambao wanateseka sana, wanafedheka sana, lakini wewe umeokolewa kwa namna ambayo ya kwamba ulivyookolewa ukapewa agizo la kuhubiri sana injili, kuhubiri injili ili wengine pia wazipate habari za Yesu. Kwa hiyo jambo ambalo naweza nikakushauri, of course hata kama hautafanya kwa namna kama hii niliyoifanya, izibete ukafanya kitu ambacho kinaleta utukufu kwa Mungu na kinamhubiri Mungu. Kwa sababu kama ukiamua kwamba mfano labda Yesu hata unashirikiana na ndugu zako mkakutana sehemu fulani, lakini katika huko kusherehekea basi ufanye yale mambo ambayo hayo mambo yataleta utukufu kwa Mungu, na hata wengine watakaoona wataona kabisa kweli hawa watu ndani yao kuna hekima ya kimungu, kuliko mkafanya vitu ambavyo wakati mwingine vikawa ni fezea, lakini vikafanya hata Mungu aone kabisa kwamba hapa sina wanangu ambao wananitumikia duniani. Maana ikaonekana kabisa kwamba kwa sababu ya hiyo siku mnafanya vitu ambavyo havileti utukufu kwa Mungu, maana hamna shukrani kwa Mungu wenu aliyeruhusu mkazaliwa. Mungu aliporuhusu uzaliwe brother Lawrence, jambo la kwanza aliloruhusu kwako ni kwamba uwe ni baraka kwa wanadamu, lakini jambo la pili uwe ni nini, unaleta utukufu kwake. Kwa hiyo pointi mbili za kunoti kwamba kama mfano ni kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa, basi unachokifanya hakikisha kwamba kitu cha kwanza kiwe na baraka kwa wanadamu, lakini kitu cha pili basi kilete utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Pointi hizo mbili tu ukifanikisha hivyo, kila kitu utakachokifanya basi hakika unaweza ukaona ufalme wa Mungu. Lakini hauishi tu kuona ufalme wa Mungu, ukaona ufalme wa Mungu ukiwa na taji, kwa sababu ufalme wa Mungu pia ndani yake kuna zawadi na vitu vingine ambavyo hivyo vitu vinakufanya ufurahie kazi yako uliyokuwa unaifanya duniani. Ni hivyo tu mtumishi wa Bwana. Amina, amina. Kwa hiyo hapo sasa tumeona kwamba vitu viwili, baraka kwa watu, lakini pia utukufu kwa Mungu. Hivyo vitu viwili kama ukivichukua ukaviweka katika mafikirio yako, inaweza ikakusaidia, ikakufanya ufanye kitu ambacho ni kizuri, ni kitu ambacho, kwa sababu baraka kwa watu maana yake ni kitu ambacho hakiumizi watu. Utukufu kwa Mungu maana yake ni kitu ambacho watu wakikiona wanasema kweli Mungu ni mkuu. Kwa hiyo unaweza kufanya kitu ambacho wewe ukimaliza kufanya watu wengi wakamtukuza Mungu. Mahali uliko haujachelewa. Unaweza ukawa mwanzoni ulimesa ukafanya vitu ambavyo labda havikuwa vizuri, lakini the time you hear this voice ni muda ambao unaweza ukachukua hatua ya imani, ukabadilisha mfumo wa maisha yako. Na nina uhakika kila kitu utakachokifanya ukikiwekea imani, lazima mkono wa Mungu utakuwepo pale, na Mungu atakusaidia na watu watamtukuza Mungu kupitia wewe. Mtumishi wa Bwana, ubarikiwe sana. Asante sana. Tutakutana kwa wakati mwingine. Amina, amina. Mungu akubariki sana. Amina. Asanteni sana. Amen.